Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Sport Arena, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya hapa, nazungumzia wekundu wa Msimbazi, Simba Sport Club, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri sambamba kabisa, au ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo inaendelea kuweza kufanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Mnyama. Ni namna ambavyo wanazidi kujikita kuhakikisha kwamba wanakamilisha zile sajili zao kubwa zote ambazo wanazozihitaji. Huu unakuwa ni mwendelezo wa klabu ya soka ya Simba kukijenga kikosi chake, ambapo waliweza kuweka bayana kabisa mapema kwamba wao hawatasubiri mpaka dirisha lifunguliwe ndipo waanze usajili. Wenyewe walianza usajili toka mapema kabisa, ambapo tayari kuna baadhi ya majina tayari wameshayakamilisha kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Kwa hiyo ni muda sasa wa kuweza kuachia yale majina na kuweza kuona ni wachezaji gani ambao watakuwa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club katika msimu unaokuja, na kina nani ambao wataondoka kwenye kikosi hicho. Ikumbukwe kwamba Simba inakwenda kufanya maboresho mengine kwa mujibu wa ripoti ya mwalimu kocha Steven Baka, ambaye ameweza kuelezea namna gani ambavyo anahitaji timu yake iwe kunako katika msimu unaokuja. Sasa mimi nimekusogezea moja kati ya taarifa kubwa ambayo leo hii imekwenda kutikisa kwelikweli, baada ya klabu ya soka ya Simba kukamilisha moja kati ya sajili kubwa kwelikweli ndani ya kikosi chao. Ni nani huyo? Ametoka wapi? Amesaini mkataba miaka mingapi? Hayo yote na mengine mengi utakwenda kuyapata katika taarifa hii ambayo imesheheni taarifa zenye uzito mkubwa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya hapa nazungumzia si wengine bali ni hapa nazungumzia Sport Arena, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwa, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Simba Sport Club imezidi kuendelea kuhakikisha kwamba inatengeneza kikosi imara chenye uwezo mkubwa kuweza kupambana kuhakikisha kwamba kinarudisha heshima na mataji kwenye kikosi chao. Sasa taarifa zinaelezwa kwamba klabu hiyo yenye maskani yake mitaa Msimbazi, Kariakoo, Dar es Salaam, leo hii inaelezwa kwamba ambapo imekamilisha usajili wa mshambuliaji wakati wa Mashujaa FC Ismail Mohamed Mgunda mwenye umri wa miaka 30 kwa mkataba wa miaka miwili baada ya kufikia makubaliano ya mwisho kati ya pande zote mbili. Mgunda ni mshambuliaji mwenye kimo cha mita 1 na sentimita 84 anayependelea kutumia mguu wa kulia, na amewahi kuzichezea klabu mbalimbali ikiwemo Ruvu Shooting, Singida Black Stars, AC Vita Club ya Kongo pamoja na Mashujaa FC. Katika msimu wa 2025-26 Mgunda amekuwa na wakati mgumu kutokana na kusumbuliwa na majeraha ya mara kwa mara yaliyomfanya kukosa mechi kadhaa muhimu. Licha ya changamoto hizo, alifanikiwa kucheza mechi 10 za ligi na kufunga bao moja pekee. Hata hivyo, viongozi wa Simba wanaonekana kuvutiwa zaidi na uzoefu wake mkubwa ndani ya soka la Tanzania, uwezo wake wa kucheza kama mshambuliaji wa kati mwenye nguvu pamoja na kazi kubwa anayofanya nje na eneo la hatari katika kusaidia wachezaji wa safu ya ushambuliaji. Usajili huu unaongeza ushindani katika safu ya ushambuliaji ya wekundu wa Msimbazi, ambao wanaendelea kujiandaa kwa mashindano ya ndani na kimataifa msimu ujao. Wapo wanaoamini kuwa Mgunda akipona majeraha na kupata muda wa kutosha wa kucheza anaweza kurejea kwenye kiwango cha kibora, huku wengine wakiona takwimu zake za msimu uliopita haziendani na ukubwa wa malengo ya Simba. Je, kwa kuzingatia umri wake wa miaka 30, historia ya majeraha na bao moja pekee
pekee katika mechi 10 msimu uliopita. Una imani Ismail Mgunda anastahili kubaki Simba na kupewa nafasi ya kuthibitisha uwezo wake, au ni bora klabu itafute mchezaji mwingine mwenye takwimu ambazo zinashawishi? Lakini kwa klabu ya soka ya Simba, wao wanaona pengine ni miongoni mwa sajili ambazo pengine zitawafikisha, ambapo pia katika hatua nyingine klabu ya Simba wako katika mazungumzo ya mwisho ya kumsajili kipa namba 1 wa timu ya taifa ya Gabon, Lois Marius Mbaba, ambaye kwa sasa anakipiga katika klabu ya Stella Club ya Djam ya Ivory Coast. Taarifa zinaeleza kuwa mabingwa hao wa Tanzania wanaona Mbaba kuwa mmoja wa wachezaji wanaoweza kuongeza ushindani mkubwa katika eneo la golini kuelekea msimu ujao wa mashindano ya ndani na kimataifa. Mbaba ni miongoni mwa makipa wanaoaminika zaidi nchini Gaboni kwa sasa, akiwa tayari amechezea timu ya taifa ya nchi hiyo katika mechi kadhaa za kimataifa. Takwimu zinaonyesha kuwa mpaka mwishoni mwa 2025 alikuwa amecheza mechi 16 za timu ya taifa ya Gabon, jambo linalodhihirisha imani kubwa alionao katika benchi la ufundi la taifa hilo. Kipa huyo alianza kujitengenezea jina akiwa na AC Manga Sport ya Gaboni kabla ya kujiunga na mkopo na Buki FC ya Ivory Coast mwaka 2024. Baada ya kuonyesha kiwango kizuri, Stella Club ilimnasa kwa mkataba wa kudumu na tangu wakati huo amekuwa sehemu muhimu ya kikosi hicho. Simba inaelezwa kuvutiwa na uzoefu wake wa kimataifa, uwezo wake wa kuzuia mashambulizi ya karibu pamoja na utulivu wake akiwa langoni. Viongozi wa klabu hiyo wanaamini usajili wa Mbaba unaweza kuimarisha zaidi eneo la makipa, wakati timu hiyo ikiendelea kujenga kikosi chenye uwezo wa kufanya vizuri katika ligi kuu Tanzania bara na michuano ya kimataifa. Mbaba ambaye thamani yake ya soko inakadiriwa kufikia euro 150,000 amekuwa akifuatiwa na klabu mbalimbali za Afrika Magharibi kutokana na maendeleo yake haraka katika miaka ya hivi karibuni, ambapo klabu ya soka ya Simba wanautizama kama sehemu ya usajili ambao unaweza kuwapa matumaini na kuwapa hapa nazungumzia namna ambavyo wenyewe wanatizama. Lakini katika hatua nyingine, klabu ya Simba imefungua mazungumzo na kiungo wa ulinzi wa Ivory Coast anayecheza El Mahara ya nchini Misri, Mori Tole mwenye umri wa miaka 23 kwa ajili ya kuinasa saini yake ya kuelekea msimu mpya wa 2026-27. Kupitia chanzo cha kuaminika kimeeleza kuwa Tole bado ana mwaka mmoja uliosalia kwenye klabu ya El Mahara, ambapo jambo lazimu Simba kulipia kipengele cha kuvunja mkataba ili kufanikisha dili hilo. Simba wamejiandaa kulipa dola 300,000 ili kuhamisha usajili wa kiungo huyo kutoka Ivory Coast, wakilenga kuimarisha kikosi chao kwa mashindano ya ndani na kimataifa kuelekea msimu ujao. Takwimu za Toure akiwa na klabu yake, amecheza misimu miwili katika ligi kuu nchini Misri, amecheza 80% ya mechi za timu hiyo, ametoa tuzo ya mchezaji bora mara 3, anayewakilisha timu ya taifa ya vijana nchini ya miaka 23 ya Ivory Coast. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani ambavyo Toure, kiungo mkata umeme, ni miongoni mwa watu ambao wanatajwa kuwa sehemu ya mkakati wa kuhakikisha kwamba wanafanikiwa kuweza kupata hapa nazungumziwa kile ambacho wenyewe wamekuwa wakiweza kuona kwamba kinawezekana kumpata mchezaji huyu kuja kuongeza nguvu kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club, kwa kile ambacho Simba wanakitizama kama sehemu ya mpango mkakati wa kuhakikisha kwamba kile kinachohitajika basi kinaweza kufanikiwa, ambapo inaelezwa kwamba kila kitu kinafanyika kwa juhudi na maarifa. Unaona bana. Lakini inaelezwa pia katika taarifa nyingine, Simba wanatarajiwa kuthibitisha kuondoka kwa wachezaji wengine zaidi, huku klabu ikiendelea mchakato wa kufanya maboresho ya kikosi kuelekea msimu mpya. Taarifa zinaeleza kuwa Omari Abdara, Edwin Barua, Kusengemana na Nabi Kamara ni miongoni mwa wachezaji wanaotarajiwa kuondoka klabuni hapo wakati Simba wakamilisha mipango yao kwa ajili ya kampeni mpya. Wakati huo Simba tayari wameanza kupanga maeneo yanayohitaji kuongezewa nguvu pamoja na majina ya wachezaji wanaoweza kuletwa, huku kukitarajiwa kuwa na
Hapa nazungumzia mchakato mzito kweli kuhakikisha kila kitu kinakamilika. Bwana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comments, niandikie hapo wewe umepokeaje taarifa hii. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwa muendelezo